Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ba'd. Watukufu Islam, nichukue fursa katika hii video ni kwamba kwanza hatusomeshani, kwa maana hatuelimishani, kwa sababu kile ninachotaka kukizungumza inawezekana wakifahamu. Hakuna kipya wala kigeni ambacho pengine utasema nimekuja nacho, wakifahamu. Lakini tunafanya kitu kinaitwa tadhkir, kukumbushana. Fil hakika hapa tulipofikia leo hii ni katika zama ambazo kwamba tunaweza kusema tupo katika utumwa, na utumwa ambao tuliowekwa ndanimo ni utumwa wale waliodhamiria kutufanya watumwa. Kwa sasa hawatumii nguvu, wanatufanya watumwa kwa njia nyepesi tu sana. Tukawa ni watumwa katika elimu wanazotupatia na watumwa katika maisha wanaotupatia. Sasa tukajikuta tunakuwa ni wale ambao sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mifumo tuliowekewa ya kuweza kuweka sawa maslahi yetu ya kiibada. Nikisema maslahi, maana matengenezeo yetu ya ibada, ili tuwe na ile yaqini, ikawa mifumo hii tumeitupa, tukawa tumeingia katika mifumo ambayo si sahihi. Tukiangalizia masala ambayo yanatutatiza ni masala ya kufunga, masala ya mwezi mwandamo. Taban, sheria ipo wazi, na hili tutapenda kulizungumza kama kukumbushana pia na kukemea, na tuna sababu ya kufanya hivi, kwa maana sheria pia turuhusu. Tunapokuwa tunaliona hili jambo linatutia mashakani kila siku, aidha kila mwaka, tunalazimika kuzungumza, na tunaposhindwa kusema tunaingia katika wale ambao kwamba ni madhaifu wa kiimani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, yasalunaka 'anil ahilla, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na miezi miandamo, kwa sababu mwezi una majina mengi sana katika Kiarabu. Kuna Badrun, mwezi uliokuwa full. Sasa kuna ile hilal, ni ule mwezi mwandamo. Sasa mtume wanakuuliza kuhusiana na miezi miandamo, kwa vipi? Qul hiya mawaqitu linnas, waambia kwamba hiyo miezi ni nyakati za ibada kwa watu. Na sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia ya kwamba faman shahida minkum shahra, yoyote atakayeushuhudia miongoni mwenu. Hii ni khitabu ya umum, maana yake tukawa tumewekwa wote katika hii khitab, maana yake sote tumo. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaifanya khitab ya nini? Ya khusus, maana yake sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi, na fungueni pia kwa kuonekana mwezi. Maana hapa tunatambua mambo mawili. Sheria inaambia siwezi kufunga mpaka kupatikane ithbati ya ru'ya, na siwezi kufungua pia vile vile mpaka kupatikane ithbati ya ru'ya. Na tukija kwa maulama ambao ndio tunawategemea, na zipo akwali nyingi sana, ndio maana nikatanguliza hatusomeshani, kwa sababu haya mambo yalikishajadiliwa na durusi zilipita, na baadhi ya clip zilipita za kuweza kuoneshana njia iliyokuwa usawa. Na kimadhehebu pia katika imamu wale wanne, akwali zenye nguvu zipo, ni kwamba kila mmoja aweze kufunga sawa na mwandamo wa pahala alipo. Bal masala kama haya hayakuanza kwetu, yalianza hata kwa maswahaba
katika hadithi ya Quraib, Ibn Abbas ameukataa mwezi wa Muawiya pande za Sham. Ibn Abbas pia akashiria kwamba hakadha amara na Rasulullah, hivi tunavyoishi nyinyi mumetangulia, ama sisi kutangulia, ama nyinyi tuwe tupishane siku moja, ndivyo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alivyotuamrisha. Mimi masikitiko yangu yako hapa, nikija haswa katika nchi yetu pendwa ya Burundi. Fil hakika tunajinyima haki na tunajikosesha ile tumaanina, utulivu, kwa sababu leo ni ajabu kubwa sana kumwona mtu aidan tena mtegemeo, ikiwa ni mfano kadhi, sawa, aidan mfano mufti wa pande ya Komibu, aidan kadhi wa Komibu, kuweza kutangazia Waislamu sala la kufunga. Wajua ni kitu kikubwa sana hichi, na ndio maana ukaona kiko na maprosediri marefu, maana yake kiko na maelezo marefu sana. Hata mtu anapoleta ushahidi tumwapishe, ni kwa sababu ya kuonesha uzito wa hii ibada ambayo tutakaokuja kuwatangazia watu wengine ndani yake. Sasa swala linakuja, mtu watangaza watu kufunga kwa kutegemea muandamo wa nchi, ambao nchi yenyewe masafa inaopishana nayo ni takriban 6,000 na hapa tuikusudia Saudia. Tumefahamiana? Iko wapi sheria tuliosoma? Ziko wapi ulum? Fiqhi yako iko wapi? Mpaka ujipe ujasiri wa kuweza kuwatangazia watu kufunga. Swala tutakuuliza, wewe umeona mwezi? Jibu hapana. Jitihada hipi ambayo iliyotumika hapo ulipo kutafuta mwezi, pengine ukaukosa, ukategemea mwezi wa nchi nyingine, na hiyo nchi nyingine ni ipi? Si nchi ambayo unashindana masafa kiasi hicho. Tumefahamiana? Bali at least mtu ategemee muandamo wa nchi jirani, ambao kwamba pengine matla, machomozo ya mwezi ya anga pengine tunachangia, lakini mtu kwenda kutegemea sehemu ya mbali kiasi hicho. Lakini mimi nipo hapa Saudia, katika mwaka ambao huenda ukatufunza na kutuzindua ni huu mwaka wa 2026, ambapo Saudia ilitangaza uona mwezi, sawa. Lakini nchi jirani, mfano Turkia, mfano Oman, Syria, Masri, ambayo ni Egypt, zipo nchi nyingi sana ambazo kwamba Australia na zinginezo, Europe na Algeria, sijui nyingi sana, Morocco, zote hizi hazikutangaza masala kufunga. Swala tutaulizana, je, hizi nchi ambazo hazikufunga wote hawana elimu wa kutambua ile kauli ya kusema mwezi wa kimataifa, ama wote hawana elimu ya kujua ya kwamba mwezi ukiandama popote watu waweze kufunga? Ni kwamba hapana. Ila mimi nchi ya Saudia naweza kuitetea kwa njia moja, pia naweza kuitia makosani kwa njia moja. Njia ya kwanza kuwatetea ni kwamba yeye anapotangaza nimeuona mwezi, hajakalifisha nchi zingine kumfuata, lakini toshangaa watu wengine hujilazimisha kumfuata. Kisha njia nyingine nitakayomtia makosani ni mfumo aliochukua wa kuweza kutumia kalenda. Sasa hii tupo mwaka 2026, kalenda yake 2027 tayari alishaiandaa kutuambia tarehe kadhaa ndio itakuwa ni mwezi wa Ramadhani. Swala linakuja, ndiyo sheria inavyosema hivyo. Swala la kufunga na swala la kufungua ni mwezi kuandama. Tufahamiana kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sha'bani 30. Mwezi ukiwa umefanya nini? Humma, umefunikwa aidha na mawingu, umekosekana, kamilisheni idadi ya Sha'bani ambao ni idadi ya 30. Lakini si kalenda. Wewe wajuaje hiyo tarehe kwamba mwezi utaandama ama kutoandama? Hii kwa kweli imekuwa ni shida, na ili Waislamu tuwaomba we makini sana, sababu mimi nikwambie, ibada ni ya kwako wewe.
Kiharibika ni ya kwako, ikitengamani ya kwako wewe. Wala hakuna hoja ya kusema sijui Msaudia ndio alionipoteza, sijui kiongozi fulani alipoteza. Wewe ulipewa akili na ukasomeshwa. Mfumo ni huu hapa, shikilia ni huu hapa peke yake. Kitu kingine nastajabika na wengine wanadai ya kwamba umoja, wahda, umoja, sijui umoja. Ni kweli umoja ni kitu muhimu sana. Lakini sasa huu umoja kwa nini tunatafuta katika kufunga tu peke yake? Kwani swala hizi swala tunazoswali za faradhi hazitajiki umoja ndani yake? Muonaje pia na swala tuwe tukiswali ulimwengu mzima kwa wakati mmoja? Wewe leo ukiswali adhuhuri hapa Burundi, Saudia tayari wameshaswali. Wewe waweza kuswali sijui adhuhuri Amerika ndo bado wanalala swa? Haliwezekani. Kule kutofautiana ndio umoja. Nifahamike hii lugha. Kule kutofautiana ndio umoja. Kwa nini sema ndio umoja? Sababu ndio sheria. Tunafahamiana, na kitu kinachotutia katika umoja ni sheria, si fikra zako wala si maneno yako. Kusema kwamba ati umoja. Sawa, huu umoja upo katika sheria. Tunafahamiana. Wewe tutafute umoja. Sasa mimi nifunge kile kipimo niliowekewa cha kufunga cha mwezi kuthubutu au kuthubutu. So umoja uko wapi? Tufanye umoja katika nini jamii, maana yake huku kuishi pamoja, umoja. Lakini kitu cha msingi chenye kututengenezea akhera ndiyo kizito zaidi kutafutia umoja ndani yake. Tuswali pamoja sote ulimwengu mzima. Ni kitu hakiwezekani. Tuwe makini sana. Tuwe makini. Na hapa nakusudia moja ya sababu ya sisi kukataa mwezi wa Saudia. Na watu wenye kukataa mwezi wa Saudia wamegawanyika makundi tofauti. Kuna mtu anakataa, hatuichukii nchi ya Saudia. Wala mtu asije kusema kwamba wewe una chuki na Saudia. Hapana. Kuna kundi ambalo halikubaliani na mwezi wa Saudia kutokamana na kalenda. Yeye ameianda kalenda ya miaka 600. Aisha jua mpaka mwaka kadhaa Ramadhani itakuwa mwezi kadhaa. Nikuulize wewe uliosoma sheria, kweli ndivyo ilivyo? Sheria imetufundisha ni masala ya kupanga kalenda ama ni masala ya kuandama mwezi? Haya, kuna kundi lingine halikubaliana na mwezi wa Msaudia kwa sababu kumtilia shaka. Ni mara ngapi? Ni mara kadhaa alishalisha watu mchana, alishawakosesha watu ibada mpaka kaja kuomba nini? Kuomba radhi. Tunafahamiana. Kisha kuna wengine ambao hawakubaliani na mwezi wa Msaudia kwa ile ilaka ambayo iliyopo baina yao na Uyahudi, kwa sababu Myahudi alama yake ni moja tu kwa ulimwenguni, ni kuja namna gani ataweza kudidimiza Uislamu. Sasa hili inaingia katika kumtilia mashaka. Swali linakuja, je, kumtilia mtu shaka Uislamu hauruhusu kumkhalifu? Waruhusu kumkhalifu kwa sababu ya kulinda ibada yako. Kwa hivyo Waislamu tufunguke na tuwe makini. Burundi tujitegemee kwa mwezi wetu. Ikiwa tutaukosa, tumuulize jirani ambaye anga ni moja. Nitakupa mfano. Msaudia kuthibitisha kwamba yeye anatumia sheria, kuna kipindi yeye aliukosa mwezi, nchi zingine zikawa ziliupata mwezi, wakampa taarifa, alikataa. Jibu alilotoa nini? Alitoa sheria inaniambia mpaka niuone kwangu. Kwa hivyo mimi sikuona, sheria bado haijanishika. Wewe uliuona, sheria imekushika. Tumefahamiana? Hatumtii makosani, yuko sahihi. Kumbe namna anavyoona yeye na mwingine hakuona, waweza kukata, wala hata haja kukalifisha uweze kumfuata maskini ya Mungu. Kwa hakika tunakwenda namna sivyo. La ajabu sasa, nimalizie, hakuna hata kipindi hata siku moja watu wa Burundi la kustaajabisha, pengine tumefanya jitihada, patoke tume lende kutafuta mwezi. Patoke tume lende kutafuta mwezi upande wa nini? Wa magharibi, tuangalie mwezi, pengine tuweza kuupata. Lakini mtu tu tunaishi tu kutegemea kutangazwa mwezi wa nchi nyingine. Huu ni ule utumwa ambao tulifanya nini? Tuliwekewa nao. Sasa ilani Jumuiya pendwa ya Sunni wal Jamaa ambao ni Kosibu imeamua kuandaa tume rasmi ya masala kama haya mwezi, na hii tume inalazimika kusapotiwa kwa sababu
tunalazimika tuzifanye jitihada za kuwa tume hili lifuatilie mwezi, watu wahamasishwe kuangalia mwezi, na si Bujumbura peke yake, sehemu ambao pako nini, pako ufuo, maana yake pako ziwa Tanganyika, watu utafute mwezi, taarifa fikisha katika tume la mwezi. Inakuwa Waislamu wawe na yakini tume hili limethibitisha mwezi umepatikana Burundi, watangaziwe. Lakini tume hili limekosa mwezi Burundi, ila limepokea taarifa Zanzibar, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo, zile nchi ambazo tunazopakana nazo, hata anga ni moja. Hii itatusaidia watu kuwa na nini, na ile tumanina, utulivu katika ibada zetu, watu kuwa na yakini katika ibada zetu. Kwa hivyo hii ni message yangu ambayo tumependa kuifikisha kwa niaba ya jumuiya ya Kosibu, na hili lifike kwa kila mtu na alizingatie na aliweke manani, kwa sababu hata sheria pia inaturuhusu, hata imamu anapokusalisha ukiwa na shaka naye hufai kumfuata. Kwa hivyo na sisi tunapokuwa na shaka na inchi fulani ya kwamba yawezekana madama yeye kaandaa kalenda yake, yeye ule mwezi upate au kose, ile kalenda yake haibadiliki, hili pia tunafaa kutokufuata tabia. Kwa hivyo inshallah tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe alladhina yastami'una alqawla wattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal 'afwa minkum.